Tendo la aibu alilofanya Samia Suluhu akiwa Dubai limezua taharuki na kutikisa Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na tafadhali kumbuka kusubscribe. Ziara ya kikazi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan mjini Dubai mapema Februari mwaka 2026 imegeuka kuwa moja ya matukio ya kidiplomasia yanayojadiliwa zaidi kisiasa ndani na nje ya nchi, na kilichoanza kama safari ya kawaida ya kuimarisha diplomasia ya kiuchumi sasa kimefunguka kuwa mjadala mpana kuhusu uwazi wa uongozi, usimamizi wa rasilimali za kimkakati na nguvu ya taarifa zisizo rasmi katika siasa za kisiasa za Tanzania. Kwa upande mmoja, Ikulu imesisitiza kuwa safari hiyo ilikuwa ya wazi, ya hadhara na yenye ratiba iliyoelekezwa katika uwekezaji, utalii na ushirikiano wa kimataifa. Kwa upande mwingine, mtandao unaojiita Tanzania Leaks umeibua madai mazito ya kiintelijensia yakidai kuwepo kwa mazungumzo ya siri kuhusu biashara ya dhahabu ya Tanzania, madai ambayo hayajathibitishwa na mamlaka yoyote rasmi ya serikali. Mgongano huu wa simulizi mbili umeifanya safari ya Dubai kuwa zaidi ya tukio la kidiplomasia na imekuwa kipimo cha uaminifu wa umma kwa taarifa za serikali na mtihani wa uwezo wa dola kudhibiti simulizi katika zama za mtandao ya kijamii. Na kwenye ujumbe uliosambaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii katika mtandao wa TanzaLeaks walisema kuwa breaking, jambo lingine lililompeleka Samia Dubai ni kujadiliana na uongozi wa Dubai kuhusu kununua dhahabu ya Tanganyika kwa ajili ya Dubai Gold District, na huu ni mchongo wa mwanaye Abdul. Dubai itakuwa inachukua sehemu kubwa ya dhahabu Tanganyika na Abdul atapata chake cha juu. Ndio ujumbe ulioandikwa na kusambaa kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Na kwa mujibu wa taarifa rasmi za Ikulu, Rais Samia alianza ziara yake ya kikazi nchini Falme za Kiarabu tarehe 3 Februari mwaka 2026, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa Tanzania wa kuimarisha diplomasia ya kiuchumi. Serikali iliyoeleza kuwa lengo kuu lilikuwa kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje, kukuza sekta za utalii na kuimarisha ushirikiano katika miundombinu na miradi ya kimkakati. Ratiba ya ziara ilihusisha mikutano ya wazi na viongozi wa kimataifa, ikiwemo mazungumzo ya Waziri Mkuu wa Antigua na Barbuda kwa jina Gaston Brown yaliyolenga kujadili ushirikiano wa nchi zinazoendelea katika mazingira ya uchumi wa dunia unaokabiliwa na changamoto za mfumuko wa bei, migogoro ya kijiografia na mabadiliko ya minyororo ya biashara. Aina hii ya mikutano imekuwa ikiripotiwa mara kwa mara na vyombo vya habari vya kimataifa kama vile BBC, Al Jazeera kama sehemu ya diplomasia mpya ya kusini. Aidha, Rais Samia alifanya mazungumzo na pande mbili na Katibu Mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa wa Utalii Duniani kwa jina Shaka Al-Nuais. Mazungumzo haya yalijikita katika kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha utalii endelevu barani Afrika, mkakati ambao tayari umeanza kuonekana kupitia kampeni za kimataifa kama vile Royal Tour zilizoangaziwa na vyombo kama Reuters na Guardian kama mfano wa diplomasia ya kisasa, ya kisiasa na ya kiongozi mwanamke barani Afrika. Mmoja ya nguzo kuu za ziara hiyo ilikuwa ni ushiriki wa Rais Samia katika World Government Summit mwaka 2026, jukwaa litakalo wakutanisha viongozi wa dunia, watunga sera na taasisi kubwa za kimataifa kujadili mustakabali wa utawala wa uchumi wa dunia. Na Tanzania ilitumia jukwaa hili kujiweka katika mshirika anayeaminika katika mijadala ya kimataifa kuhusu maendeleo endelevu, uvumbuzi wa sera na mageuzi ya kiuchumi. Sambamba na WGS ama ukipenda World Government Summit, Rais Samia alishiriki katika uzinduzi wa Global Africa Investment Summit, jukwaa linalolenga kuunganisha miradi ya maendeleo barani Afrika na uwekezaji wa kimataifa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, majukwaa haya yamekuwa yakitumika na nchi nyingi za Afrika kama njia ya kubadilisha ahadi za kisiasa kwa uwekezaji halisi.
Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa ushiriki katika majukwaa hayo unaendana na mkakati wake wa muda mrefu wa kuifanya nchi kuwa lango la uwekezaji Afrika Mashariki, hasa katika sekta za nishati, madini na utalii na miundombinu. Hata hivyo, wakati taarifa rasmi zikiendelea kusisitiza mafanikio ya kidiplomasia, madai ya Tanzania Leaks yamechukua nafasi kubwa katika mjadala wa mitandaoni. Mtandao huu uliodai kuwa mojawapo ya sababu kuu za safari ya Dubai ilikuwa majadiliano ya siri kuhusu mpango wa kuuza dhahabu ya Tanganyika kwa ajili ya Dubai Gold District, mpango uliodaiwa kuhusisha maslahi binafsi ya mtu anayetajwa kuwa mwana wa rais. Madai haya hayajathibitishwa na chombo chochote cha serikali wala hayajawahi kuungwa mkono na ushahidi wa nyaraka au kauli rasmi, na hata hivyo yamepata mvuto mkubwa kwa sababu yanaguza eneo nyeti sana kisiasa, usimamizi wa rasilimali za madini. Na Tanzania ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika, na sekta ya madini imekuwa kitovu cha mjadala wa kisiasa tangu miaka ya utawala wa Rais John Magufuli aliyesisitiza mageuzi ya mikataba ya madini na kuongeza mapato ya taifa. Mageuzi haya yaliungwa mkono na ripoti za vyombo kama vile Daily Nation na BBC, na zilieleza mabadiliko ya mizania ya nguvu kati ya serikali na makampuni ya kimataifa ya madini. Na katika muktadha huo, madai ya kuwepo kwa mazungumzo ya siri kuhusu kuuza dhahabu kwa kiwango kikubwa kwa nchi ya nje yamezua maswali mapya kuhusu mwelekeo wa sera za rasilimali chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu. Hadi sasa Ikulu haijatoa tamko maalum kujibu madai ya Tanzania Leaks. Ukimya huu umetafsiriwa kwa njia mbili tofauti kisiasa. Kwa upande mmoja, baadhi ya wachambuzi wanaona ukimya huo kama mkakati wa kuepuka kuhalalisha madai yasiyo na ushahidi, na kwa upande mwingine kuna wanaoamini kuwa kutojibu kumeacha umbo linalojazwa na uvumi na tafsiri mbadala. Na katika historia ya siasa za Tanzania, ukimya wa serikali umekuwa ukitumika mara nyingi kama chombo cha kudhibiti ajenda ya mjadala wa umma. Na hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii, mkakati huu una changamoto mpya, kwani taarifa zisizo rasmi zina uwezo wa kusambaa kwa kasi kuliko maelezo ya taasisi rasmi. Wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia na siasa za Afrika Mashariki wanasema kuwa hali hii inaonyesha mvutano unaokua kati ya diplomasia ya kimataifa na siasa za ndani. Na kwa mujibu wa wachambuzi walionukuliwa na Al Jazeera na The Guardian, viongozi wa Afrika wanaokuwa kiuchumi wanakabiliwa na changamoto ya kusawazisha juhudi za kuvutia uwekezaji na matarajio ya uwazi wa ndani. Wataalamu wa uchumi wa kisiasa pia wanaonya kuwa madai yasiyothibitishwa yakiachwa bila kushughulikiwa yanaweza kuathiri imani ya umma, hasa katika nchi ambako rasilimali za asili zimekuwa chanzo cha migogoro ya kisiasa na kijamii. Ziara ya Dubai haiko peke yake katika historia ya safari za Rais Samia nje ya nchi, na tangu aingie madarakani mwaka 2021, Rais Samia amejijengea taswira ya kiongozi anayerejesha Tanzania katika diplomasia ya kimataifa baada ya kipindi cha tahadhari kali chini ya mtangulizi wake. Taswira hii imekuwa ikiripotiwa na mashirika mbalimbali ya kimkakati yanayolenga kuvutia wawekezaji na kurekebisha mahusiano ya kimataifa. Hata hivyo, kadri Tanzania inavyozidi kufunguka kimataifa, ndivyo uangalizi wa ndani unavyozidi kuwa mkali, hasa kuhusu rasilimali za kimkakati kama dhahabu, gesi na ardhi. Mjadala kuhusu ziara ya Dubai unakuja katika kipindi ambacho Tanzania inaelekea katika mzunguko mwingine wa kisiasa, huku masuala ya uwajibikaji, uwazi na usimamizi wa uchumi yakizidi kuwa ajenda kuu za umma. Na wale wanaonufaika kisiasa ni makundi yanayoweza kutumia mjadala huu kusukuma hoja za mageuzi ya uwazi na udhibiti wa rasilimali, na wanaoweza kupoteza ni wale wanaoonekana kushindwa kudhibiti simulizi au kutoa maelezo ya wakati unaofaa. Hatua zinazofuata zinaweza kujumuisha maelezo ya kina zaidi kutoka serikalini kuhusu matokeo ya ziara hiyo, mikataba yoyote itakayofuatia na namna sekta ya madini itakavyonufaika moja kwa moja.
Na bila hatua hizo, mjadala huu una hatari ya kuendelea kuishi zaidi mitandaoni kuliko katika uhalisia wa sera. Kwa sasa ziara ya Samia Dubai inabaki kuwa mfano halisi wa siasa za kizazi kipya, ambapo diplomasia na kimataifa, rasilimali za taifa na nguvu ya taarifa zisizo rasmi hukutana na kuunda simulizi linaloendelea kubadilika, huku vilevile ikigundulika kwamba yanayosemwa yapo na kama hayapo yanakuja. Kwa hivyo yale ambayo Tanzania Leaks imeyataja huenda ni ukweli, japo haijathibitishwa ama hakuna nyaraka ama hakuna evidence inaonyesha hayo. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi na zidi kutu support kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.